Sandra rafiki yangu mimi nikuambie kitu kimoja tu, usikubali kutawaliwa na mume wako shoga yako. Mimi wachungaji nawajua vizuri sana. Yaani wao wanachokitaka wamtengeneze mke wao kama ameshuka kutoka kwa sagodi. Haya maisha shoga yangu, ishi uyafurahie. Shauri yako. Salome, umeongea. Yaani yale nilikuwa nataka kuongea mimi umeyamaliza. Niongezee tu. Sandra, rafiki yangu, mwenye wito wa kuwa mchungaji, kuwahubiria watu, kuombea watu ni yeye, sio wewe. Kabisa. Alafu uzuri mimi haya mambo haya ya uchungaji nina uzoefu nayo. Nina uzoefu nayo kabisa. Ngoja tu nikuulize. Wewe tangu unakuwa ukiwa mtoto hivi, ulishawahi labda kulala ukaota unaambiwa kwamba wewe utakuwa mchungaji, utakuwa mapasta, utakuwa unaombea watu na wekea mikono? Hata kidogo. Wote sasa. Subiri. Tuachane na hiyo. Hilo labda nimeenda mbali sana. Siku labda umekaa tu umetulia hivi kama tulivyo hivi. Alafu unasikia sauti ndani yako anakuambia, "Wewe ni mchungaji. Wewe utakuwa unaombea watu na wekea mikono." Unataka kusikia? Shoga yangu hata kidogo. Sasa mimi nakwambia najua ya mambo. Wewe huo wito huna. Sasa asikulazimisha wewe kuingia kwenye wito ambao haukuhusu. Mwache yeye aendelee na mambo yake mwenyewe. Uongo shoga kabisa. Kabisa ndio. Alafu sasa uzuri ni kwamba anakupa hela. Hicho ndo cha msingi. Sasa kama anakupa hela, kwa nini usienjoy? Kwa nini akufungie uishi kama mtumwa? Usikubali kuishi kuwa mtumwa kwenye maisha haya sasa hivi. Enjoy. Kingine sasa Sandra. Usimpekue, usimfuatilie mambo yake. Yaani na yeye pia mwambie tena kwa msisitizo, herufi kubwa. Usinifuatilie, usinichunguze kama mimi ambavyo sikufuatilii, na wewe usinifuatilie. Enjoy ndugu yangu. Uongo. Dunia ndugu yangu tunapita, ishi. Shoga zangu, uzuri mimi mume wangu na mume. Na nilishamwambia kabisa asiuguse huu rafiki. Maana huu rafiki wetu tumetoka mbali sana. Tumetoka mbali. Sana. Grace tu. Tatu uvunjike. Wewe mwache mwenyewe ndugu yangu abaki na haleluya ya kwake shoga yangu. Maisha ndo haya tule. Hujazeeka wewe ujue. Dina, mimi naona kuanzia leo mimi na wewe tusio wapenzi tena. Kwani kuna mwanamke mwingine wazazi wangu wamenichagulia. Hivyo sina namna kuwatii wazazi wangu. Jei, hebu acha kunichanganya na kunifanya kama kichaa bure. Wewe ndio ulikuja na wazazi wako hapa kutoa mahari na ukasema mwaka ujao mwanzo tunaoana. Iweje wazazi wako hawa wakuchagulia mke mwingine? Dina, wazazi wa siku hizi ni vigeugeu sana. Wewe unajua? Hapana. Mimi siamini kabisa. Kwa sababu kama ingekuwa ni wazazi wako, basi usingekuja kutoa mahari. Mimi sijui nini kinaendelea kwa kweli. Nahisi kuchanganyikiwa. Mimi nawaheshimu sana wazazi wangu. Siwezi kuongelea vibaya nikapata laana bure. Inabidi tukubaliane na hali halisi. Hayo mengine tuyaache. Tumwachie Mungu. Karibu sana. Asante. Karibuni. Asante. Amen. Wanaweza sana. Amen. Amen. Karibuni. Asante. Karibuni. Amen. Uwepo wenu kwangu umekuwa ni faraja kubwa sana. Nimefurahi sana. Mungu awabariki sana kwamba mmetimiza kusudi na mmetimiza ahadi ya kwamba mtakuja na mmekuja. Na wacha nimuite rafiki yenu muweze kukaa na kuongea naye. Asante. Asante. Sandra! 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 Abe. Jo. Habarini za saizi? Amina. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaitwa Sandra, mke wangu. Sandra, hawa ni marafiki zako. Anaitwa Lisa
lakini pia anaitwa Sada. Ni marafiki zako hawa. Sasa nadhani mtaweza mkawa na mawili matatu ya kubadilishana. Mimi niwaache muendelee kuongea, niwaache muendelee kuwa huru. Amen. Asante. Amen. 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 Mchungaji, sisi tumekuja tuongee mawili matatu na wewe. Mama, tumefurahi kukuona. Narudi. Haya. Sada, umeelewa kitu hapa? Ni nini hii unanifanyia? Kuniletea wazee wako wewe marafiki zangu. Nitaongea nao nini mimi? Natoka lini urafiki unachaguliwa kwa namna hii? Wako hapo wameshaondoka. Wako hapo nje. Mimi sijui hata niongee nao nini. Ukweli mimi nakereka sana na hii tabia yako. Kuna mambo unafanya kama mtu uliyekosa maarifa. Anyway, wewe nenda hapo nje ukamalizana nao wazee wako. Yaani mwanamke sijui nifanye nini. Wewe mwanamke unaniudhi sana. Sana. Yaani mimi sijui nifanye nini ili uweze kuelewa. Unaweza kunijua nataka ni uweje. Wewe mama mchungaji. Nikutengenezaje sasa? Nifanyeje kwa namna gani sasa? How? Sikia. Wewe ongea. Ila usinilazimishe kuwa na watu ambao sio type yangu. Na pia usinihubirie. Ulinioa kama mke, nisio muumini wako. Wakunipa mistari usiku na mchana. Wapendwa, poleni sana. Naona Sandra amewaacha kidogo, ameshindwa kuvumilia, naona ameenda kupumzika, ajisikii vizuri kidogo. Ya, poleni sana. Ni kweli, maana hata kuongea tu imekuwa ni shida, tukajua lazima atakuwa na shida nyingine. Ya, amekuwa ajisikii vizuri. Baba, najua siku hazifanani. Atakuwa leo ana uchovu mkubwa sana. Tunaenda, tutarudi siku nyingine. Amina, Mungu ni mwema. Ninajua siku hazifanani kama ulivyoongea, muongea vizuri. Naomba mje siku nyingine, msikate tamaa. Najua siku moja mbili mwili wake utakaa sawa na mambo yataendelea. Mungu abariki sana. Amina, amina. Karibuni sana. Amen, amen. Mungu abariki sana. Amen, amen. Jomba. Karibu sana jomba. Jomba kama jomba. Jomba mtoto. Karibu sana. Karibu sana jomba. Karibu mno. Miaka yote. Leo jomba umeachiwa leo. Karibu sana. Aise. Kinjo. Niambie sasa. Leo nina furaha sana. Umeona rafiki yetu wa kitambo. Jomba. Ulipotelea wapi jomba? Hatukuone kijiweni. Karibu sana jomba kijiweni. Mzee wa bandika bandua. Umetutenda sana wanako. Au ulisafirishwa nini? Sifuri niende wapi ndugu yangu? Mimi nilikuwa hapa mjini. Sema kuna jambo moja limetokea kwangu. Mambo ya kiroho yameniweka busy sana na nimekuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya? Kiumbe kipya umekuwa nyoka? Au umekuwa kuku? Kiumbe kipya na maana gani kusema kiumbe kipya?
Yaani kiumbe kipya maana yake mimi nampenda Yesu, nimeokoka na nimeanza maisha mapya. Acha lugha ngumu. Embrahisisha maisha. Mhudumu. Sikiliza jomba. Mhudumu, hebu mpe yale mambo yetu yale. Tena mpe kali. Huyu ni konkodi. Ukimpa laini, alika unamchezea. Sikilizeni ndugu zangu, sikilizeni. Unajua mimi sijaja hapa kurudia utu wangu wa kale. Ule wa zamani, yule jomba wa zamani, hapana. Leo hii nimekuja kuwaletea neno la uzima. Naomba mnisikilize kwa makini. Neno la uzima kweli. Utu wa kale? Kinzo. Ndio sasa. Unamuelewa jomba? Unamuelewa wewe, utu wa kale anamaanisha zamani sisi tulikuwa wasokwe na tukakatika mikia. Tukawa binadamu. Si unakumbuka? Nakumbuka. Fungueni. Ambulance imeshafika. Tokeni mje mchukue mgonjwa wenu. Hii ndo maana halisi ya hisani. Mungu wangu, jomba mme wangu, kwa nini lakini namna hii unaamua kuniumiza jomba? Ni kwa nini unaniumiza mke wako? Hiki ndicho ulichoniambia jamani. Kwa kweli jomba unaniumiza mke wako, unaniumiza jomba. Unanikosea sana. Kwa nini lakini unanifanyia hivi jomba? Jamani Mungu nisaidie mimi. Jomba unaniumiza mke wako jamani mimi. Kwa kweli mume wangu. Taratibu mezangu. Aise mume wangu kwa kweli umeniweza leo. Kwa nini unanifanyia hivi wewe mwanaume jamani? Kaa kwanza. Haki ya Mungu. Mungu wangu. Utaanguka mume wangu jamani. Mungu. Tenda muujiza tena kwa mume wangu. Mungu. Naomba usiniache tena. Ninamtoa mume wangu mahali walipomzamisha Mungu. Ambako ulikwisha mtoa. Ninamtoa kwa damu ya Yesu kwenye hiyo roho ya ulevi. Naomba imwachie mume wangu, Mungu wangu. Mungu. Na ninamkomboa mume wangu kwa damu ya Yesu Kristo. Ile roho iliyochukuliwa ikamrejesha katika hii hali. Baba ninaikomboa tena kwa damu ya Yesu. Mume wangu. Roho yako Mungu haikumbuke tena. Ulishatoka huko. Ni kwa sababu tu hukujua kanuni. Ulikuwa bado. Mungu mkumbuke mume wangu. Wewe ni wa rehema. Mrehemu tena. Neema yako inatosha kwa mara nyingine tena Baba. Nakusihi. Nikumbuke basi mtumishi wako. Kumbuka utumishi wangu niliofanya Mungu. Kumbuka hata utumishi wangu na sadaka zangu Baba. Kumbuka utumishi wangu wangu tena Mungu. Usiniache Baba, usiniache Mungu. Kumbuka ninapokutumikia usiku na mchana Baba yangu. Kumbuka hata Mungu ulichofanya kwa mdogo wangu Jala. Baba nikumbuke katika hili. Nikumbuke Baba, usiniache. Mrudishe mume wangu katika hali yake babangu. Baba ninaomba neema yako inatosha.
Neema yako inatosha Baba, usituache kwenye familia yangu. Baba yetu usituache, Mungu usituache. Baba nakushukuru na kuona unaenda kutenda tena. Wewe ni Mungu unayejibu Baba. Ulisema kila omba akiamini upokea Baba. Najua ili umelifanya tena, na sitachoka kurudi kwa shukrani kwako Baba. Asante Yesu, asante. Sasa kazi ya kuachana na Dina imeshakamilika vyema sana. Kazi iliyobakia hapa ni kumtafuta yule binti kwa nguvu zote. Nikimpata tu namuoa hapo hapo. Mume wangu, mimi mkeo, niko kwenye maumivu makali sana. Nilijua nimemaliza kazi juu yako, kumbe ndio naanza. Mume wangu, nini kimekupata? Uliondoka hapo ukiwa na nguvu kubwa, unarudi ukiwa chakali kweli? Mke wangu, najua sina cha kuongea kwa kweli, kwa sababu hata mimi mwenyewe sijui nini kimetokea. Naamini kwamba bado sijamshinda shetani sawa sawa. Inawezekana. Sikia mume wangu, nikwambie, wewe ulikwisha mshinda shetani. Sema tu bado hujaimarika kisawa sawa. Wafuata wale walio gizani, haswa wale uliokuwa ukifanya nao dhambi. Mume wangu, na kuomba achana na wakina Sekubamba na Kinjo. Umenielewa sijui? Sawa mke wangu, nitaachana nao, lakini sasa nikifikiria hivyo, nani ataenda kuwahubiria watu kama wale? Wana nao wanastahili waokoke. Ni rafiki zangu, kumbuke. Hiyo kazi ya Mungu tumwachie. Luma, najua Jane ni rafiki yako sana. Hata mimi nimekujua kupitia yeye. Naomba nisaidie. Sijajua ni nini kimemwingia. Kwani kuna nini? Je, ametangaza kuniacha kwa visingizio ambavyo naona ni vya kutengeneza kabisa. Wewe ni rafiki yake, naomba nisaidie. Unajua mapenzi huwa ni ya watu wawili, ila usijali, nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kuongea naye na kuliweka hili sawa. Sijajua kuna nini. Jay sio wa hivyo kabisa. Hivi mke wangu Sandra, mbona mambo mengi? Kuna mambo mengi kuliko hata vile impasavyo mama mchungaji kuwa. Kwani shida iko wapi? Kuna jambo gani ambalo mimi sijakuhudumia? Sikia, nimeondoka hapa, nimeshakupikia chakula na tena chakula kizuri. Sasa unataka nini cha zaidi? Haitoshi. Sandra, wewe ni mama mchungaji, title kubwa sana. Unapoongelea mama mchungaji, sio kitu kidogo. Ni mwavuli mkubwa sana kwenye taasisi ya kiroho. Huwezi ukachukulia kawaida. Okay, kanisa linajua ya kwamba yupo baba mchungaji, lakini pia linajua yuko mama mchungaji. Kila siku linamuona baba mchungaji tu kanisani. Baba mchungaji hayupo kanisani. Too busy. Busy, Sandra. Hapo ndipo unapokosea. Mimi ni mama wa mchungaji ambaye ni wewe, na sio mama wa kanisa. Hivyo kanisa linaingia vipi kwenye mama wangu kwako? Mimi ninatakiwa kuwa mama kwa wewe mchungaji.
na sio mama kwa kanisa. Yaani hata kama sisomi Biblia, lakini najua kwa sehemu, na sijawahi ona cheo cha mama mchungaji kwenye Biblia. Hivyo unaleta lawama ambazo hata yeye mwenyewe Mungu hazijui. Okay, yamkini haijaonyeshwa moja kwa moja, lakini Biblia inasema sisi ni barua, na hiyo hujaiona? Hujawahi soma kwamba sisi ni barua, Sandra? Sikiliza, barua hazifanani. Zipo barua za mapenzi, zipo barua za kupandishwa cheo, na zipo barua za kufukuzwa kazi. Usilazimishe barua ya mapenzi kwa barua ya kazi. Kwanza nimechoka, mimi naomba nilale. Mdogo wangu Jana, naomba unisaidie. Nadhani tunahitaji sana maarifa yako kwenye masuala ya imani. Kwenye mambo ya imani kutangulia si kufika. Nini kimetokea dada? Jana Jomba aliondoka hapa kwenda kuwahubiria wale marafiki zake aliokuwa akilewa nao. Akawa akinishirikisha kila hatua. Baada ya muda kawa simpati. Badala yake amekuja kurudi usiku akiwa amelewa chakali. Nimeumia sana mdogo wangu. Acha tu. Hautakiwi kuumia dada yangu. Hayo ni mapito katika kazi ya utumishi. Hapo ni kipimo tosha kuwa hana nguvu za kwenda kuwakabili watu, kwani ndani yake bado dhambi haijafa. Mchungaji alitufundisha kwamba dhambi isipokufa ndani yako hauwezi kuacha dhambi hiyo. Hivyo kabla dhambi haijafa ndani yake, anapaswa kukaa mbali nao kabisa, kwani atayarudia matapishi yake na hata amini kama amefanya matendo ya aibu. Ila haimpasi kukata tamaa, bali inampasa kusimama zaidi katika kusoma neno, kulitafakari neno na katika kufanya maombi. Akili hapa nimekosa maarifa, kwa sababu maandiko yanatuambia katika Hosea 4:6, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hapa sikuwa na maarifa. Asante sana Jana. Kwa sasa anaweza kuhudumu katika kuombea, kwani Mungu ni roho, hulituma neno lake na kuwaokoa pasipo yeye kwenda. Sio mwalimu kweli yule? Mwalimu! Mwalimu! Mwalimu, vipi? Hebu niambie, shida nini mpaka unakuwa kama mtu aliyechanganyikiwa? Sikiliza mwalimu, unahitaji msaada wa kiroho, likubali hilo, ili upate neno la maarifa na kusimama tena. Sikiliza, ili uwe na imani thabiti, ni lazima uweze kukubali kuyashinda mazingira yanayokuzunguka. Usikubali mazingira ya kuhubirie, bali wewe ndio unapaswa kuyahubiria mazingira. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa
na tamthilia hii na episode hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusupport huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza kusupport huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.